hakuna kina Diamond wengi sana mtaani, kwa maana ya wasanii ambao wanaanza na wenyewe au wanafanya muziki na wao wafike sehemu fulani kama ambayo wewe umefika. Nilitamani kukuuliza wewe kwa sababu kwa vitu vingi sana kwenye muziki tunakutazama wewe kama Godfather. Kwa maana ya upande wa lebo, niseme upande wa lebo imekuwa ikionekana wasanii kutoka kwenye lebo mara nyingi so wasanii wengi ambao wakitoka kwenye lebo wanaendelea vizuri, kufanya vizuri kwenye muziki wao. Mpaka inatafsiriwa kama lebo zinadumaza wasanii pengine kutokana na malipo ambayo wanapangiwa wakitoka. Lakini kwa upande wa WCB ilikuwa na historia nzuri kidogo. Harmonize alitoka na sasa hivi anafanya vizuri, na Rayvanny alitoka anafanya vizuri, na wengine tunatarajia watafanya vizuri kutokana na mfumo wa WCB. Kwako Diamond, unahisi lebo za Tanzania zinakosea wapi mpaka baadhi ya wasanii wengine wakitoka kwenye lebo wanashindwa ku maintain status yao? Kwa mfano juzi tumeona Ibra na Harmonize walipokuwa wakitupiana maneno mtandaoni na wewe ukaweka ngoma ya Ibra copy and paste. Ile ilikuwa na maana gani kwanza kwa ulikuwa unatamani uzungumze chochote kwenye ile situation? Kwenye lebo hapo, unajua kila lebo ina mipango yake na mikakati yake kwenye kuwafanya wasanii wao, na hawezi kuhukumu wala kulaumu lebo yote kuhusiana na wasanii wao na kuendesha. Lakini sisi kama Wasafi tunapomsaini mtu, tamanio especially kwa mimi, tamanio langu ni yule mtu afanye vizuri. Akifanya vizuri yeye, kwangu mimi inanitengeneza heshima kubwa sana. Ndio tumemsaini kumsanii akafanya kwa mkubwa, kwangu mimi ni heshima kubwa kuliko tena naoingiza yule msanii kabla ya kushuza kiasi. Kwa tunawekeza nguvu, akili, mawazo. Inaonekana tu kama msanii, lakini nyuma msanii lebo tunakuwa tunaweka the way mtu anapomwekea brand yako mbele. Kama mimi nadhani wengi wao wana mifano, nataka shughuli zangu page yangu inaweza kubadilika kwa page kama ya msanii, mnyanyua mtu kutoka sehemu fulani kufika sehemu fulani. Sasa sisi tumepata bahati moja ambayo tunashukuru Mwenyezi Mungu, katika kila msanii ambao tumemtambulisha kwa kazi tuliyofanya, kushirikiana na yeye, waandishi wa habari na mashabiki, watu wamempokea vizuri, anafanya vizuri. Na kwa bahati pia nzuri wasanii wengi ambao kwa sisi wameanza kutoka kwa independent walikuwa tayari washashoa mafanikio mazuri. Kwa mtu anaona kama sasa hivi nilipofika sasa, lebo nashukuru, naomba sasa nianze kujisimamia mwenyewe. Kwa hiyo akitoka pale, kwa nini anaweza kufanya vizuri? Sababu Wasafi sio tu lebo. Nadhani watu kitu ambacho wakijua Wasafi, nisema watu wakija pale kama wako kwenye darasani, kwa sababu tunawafundisha vipi kuandika nyimbo, tunawafundisha unakuwaje star, tunawafundisha unatakiwa present vipi nafsi yako kufika sehemu. Yaani msanii unatakiwa ufanye nini, usifanye nini. Kwa yale madogo ambayo kaendelea Mwenyezi Mungu anaelekeza. Mengine mtoto atachanganya na akili zao na baraka za Mwenyezi Mungu. Sasa hiyo kila mtu anashapata hizo sehemu ya ndio kumbe ukifanya hivi na kwa kufanya hivi na kwa sababu mwenyewe anaenda kuifanyia kazi. Na kila mtu anapofanya kazi ndio anakuwa kulingana na nafasi yake Mungu alombariki na mashabiki walipokea. Kwa baada ya watu wanapotoka Wasafi, kumbuka wanatoka wakiwa tayari na wanafanya vizuri sana. Sio wanafanya vizuri pale, wanaweza kwenda kusimamia wenyewe na ile misingi tayari wanayo. Kwa hiyo baada pale wao wenyewe wanaweza kujiongoza. Hata kama mtu kitokea kidogo, kuna sehemu kashiki kidogo, inakuwa ni kidogo sana. Lakini kwa imani yangu mtu yote anatoka Wasafi anaweza kufanya vizuri sana. Sasa hapo kwenye lebo zingine kwa kweli sijajua wao wenyewe wamekaje misingi yao, sijajua wao wenyewe wanaendeshaje lebo zao, na naheshimu kwa sababu kila mtu ana biashara, kila mtu ana taratibu zake. Japo kwa taratibu za Wasafi sisi ni msanii anapoja, na mimi siwaje mtu fanya mgaba nampa mtu nusu sababu anafanya msanii wangu afanye vizuri. Kwa namuelekeza sikiza mtakao fanya hivi. Kwa mambo haya msanii hawezi kujitupa kwa sababu ufanye hivi. Ukitunga nyimbo lazima ufanye hivi, usifanye hivi. Watu wengi nje wana imani yao wanatanyaga mimi msanii wasanii sio kuandikia nyimbo. Mimi nimeandika nyimbo za wasanii wengi ambao wasanii mimi. Wasanii wengi wa Wasafi kila mtu akija pale kuweza mimi na yeye nani kumwandikia mwenzie nyimbo. Kaina watawaambia. Unaweza kuchukua mfano. Sio vizuri. Kila nyingi sana. Ni kanao sio vizuri kuzungumza sababu napo kama na watu kitu kimoja ambacho watu wakielewi. Hata wengine sio Wasafi. Sometimes mamaga wenyewe wanazungumza. Yaani mimi niko tu hivi. Siwezi nikafika studio nikakuta nyimbo yako kuna sema iko safi nikakuacha tu hivi. Nitakusaidia.
Wanakuwa ukisema usiposema sitaki kwenda kuzungumza miongoni mwa vitu ambavyo nadhani watu wengi wafahamu. Nadhani yani mimi strength yangu imetokana kwanza na kuandika. Yani mimi kama mwanamuziki, mimi sio mwanamuziki tu huko. Yani mimi nikishika pen naweza kuandikia nyimbo yote, naweza kuandikia Dulingo, naweza kuandikia R&B, naweza kuandikia kilokata, naweza kuandikia hip hop, naweza kuandikia mapiano. Na kila muziki najua mimi uandike vipi. Yani kama hii nyimbo inaitwaje? Inaitwa Salama na nani na Granada. Hapa nimeachana na mtu. Ngoja nimshindilie maneno la. Yani unajua hivyo. Ikifika kwenye piano siwezi kuandika kitu cha serious kwa sababu piano inahitaji vitu serious. Kama unataka usika sana kwenye piano, taandika makuzi vitu ambavyo mtu akisikia atafurahi atapata vibe. Sasa kutoka kwa ukiandika nyimbo ya mapenzi ya kuumizwa nitaandika nyimbo kama mwambie. Nataka nyimbo ya maisha nitakuandikia nyimbo kama Yatapita. Na ukikaa na wasanii wote hao wewe zungumza nao tuambie Diamond kwenye sekta kuandika kodi. Sipendagi kuzungumza sasa watu ukitoa sana nyimbo zile za mapiano au nyimbo za mipinduko, imani zao zinaona kama huyu sio mwandishi, huyu IQ yake imeisha. Kwa sababu kuna mtu anaongea anaweza kati ya verse kama nyimbo ya Banana kuonesha kama mkae bado na mimi. Sio umeelewa? Na muziki, kila muziki kuna namna yake ya kuandika. Alafu watu wanakaza wanajidanganya, unajua Diamond yani focus sana kwenye biashara ndio maana mimi sifari kwa sababu biashara. Kwa sababu nina talent. Kitendo cha mimi kisikia biti ya kwa Sava, nione tu nikuandikie salamu. Maana nimetumia IQ kubwa sana. Bonge fika ongeza kujieleza. Unajua kusalimiana vizuri. Jamani kusalimiana. Ila kwa sababu mimi na IQ na nina talent, nikifika pale kusalimia tu how are you? Unjani. Ukiona kama chepesi, sio chepesi kile. Talent. Ngoja nikifika kwenye shule nitakuandikia, yani hicho ndio kinachoita talent. Yani sasa mtu uko nje wanapotoshana kwamba unajua mfanya biashara, bila talent. Kwa naweza kuandika muziki wowote na mkatizana muziki wowote na katangiza hit. Ndio miongoni. Yani hiyo ndio kwanza, hiyo ndio sila yangu huko maisha yangu ya muziki. Mambo mengine yote ni bwebwe. Ndipo unacheza tafadhali, hizo ni madagaje ya kutengeneza ukubwa vile. Lakini sila yangu kubwa ni kuandika nyimbo. Naweza kuandika nyimbo si nyimbo ya mapenzi, nyimbo yote, yani ndio sila yangu. Kwa sasa ilivyo kuona vitu vile hapo clear vitatu. Cha kwanza usijidanganye kwamba mimi nafanya vizuri kwa sababu tunawekeza kwenye biashara. Kila mtu anawekeza. Ila mimi talent yangu na IQ yangu sio dogo, ni kubwa sana. Weka sikiza nyimbo zake, nyimbo unayoiona. Hata ukiona nimeandika kama makuzi, sio makuzi. Unashangaa tu nyimbo watu wanacheza wazungu, wafanya nini, show labda wana show. Zile techniques ambazo unatakiwa na talent ujue unaandika nini. Umeelewa? Haya, kwa kuna hivyo kwa wasanii wanapokuja pale kama leo, jukumu langu mimi kwanza sana saini, napenda kusaini wasanii ambao wana talent wao wenyewe. Waweze kuandika nyimbo zao. Na mimi Mungu kanibariki wasanii wangu wengi walioandika wasaini wao wenyewe wanakuwa wanajiweza. Wakifika pale mimi nawapa misaada ya kwamba wanawezaje kuwa msanii nombo. Yaani sio tu msanii wa kawaida kwa sababu kwenye soko watu wengi wanatoa nyimbo ambazo nao nyimbo zao ni nzuri, lazima uheshimu nyimbo ile. Kwa hiyo unapotoa ili maneno yasiwe mengi, hakikisha unakaza kwenye nchi. Hakikisha hapo unaweka hivi. Inakuwa hivyo. Kwa mtu akitoka Safi anakuwa sio tu lego, ni shule, ashajua namna kubrand, ashajua namna ya afanye nini, akikutana na mic azungumze nini, inakuwa hivyo. Bongo Trendy TV.